na wewe, kufundishwa na wewe. Asante Roho Mtakatifu, maana upo ndani yetu, upo katikati yetu. Wewe ule mwalimu wa pekee na tofauti. Asante kwa kumhudumia kila anayesikia sauti hii popote pale alipo Bwana, katika namna tofauti, namna pekee. Asante kwa utukufu wa neno lako unaobadilisha na kugeuza fikra, mtazamo na maisha ya wanadamu. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai tunaomba na kushukuru. Amina. Wow, hallelujah. Heri ya Pasaka popote pale ambapo upo. Naamini umekuwa na weekend njema. Ilikuwa ni juma takatifu, juma la Pasaka, linakwenda kuisha nadhani leo, lakini tumekuwa na wakati mzuri sana wa baraka wa utukufu, tukijifunza neno la Mungu na tukiona utukufu wa Bwana katika namna tofauti na pekee kabisa. Na kabla hujasoma Rhapsody ya leo ya siku ya Jumatatu, nitapenda tufanye mapitio kidogo ya Rhapsody ya Jumamosi na Jumapili jana, na tutapokuja katika Rhapsody ya Jumatatu tutakuwa tumepata muunganiko mzuri sana. Rhapsody ya Jumamosi tarehe 19 neno liko linasema uzima na nuru yake ndani yako. Uzima na nuru yake ndani yako. Andiko la ufunguzi kutoka katika Injili ya Yohana sura ya 1 mstari wa 4 na 5. Neno linasema ndani yake ndimo ulikuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Bala kasika la baraba. Ndani ya Kristo kuna nuru, na nuru hiyo ndio uzima, na uzima huo unang'aa na giza halikuweza kamwe. Mtoto wa Mungu anza kusema hivi. Hivi kweli unajua ni nini maana ya kuwa na Kristo ndani yako? Au Kristo ndani yako ni nini? Unafahamu kwa undani maana hilo neno? Mtoto wa Mungu anasema huu ni mojawapo ya ukweli wa kina sana katika neno la Mungu. Unapong'amua umuhimu wa hili, umuhimu huu utapindua mtazamo wako wote wa maisha. Ngoja nikurahisishie na nikuelekeze athari za kiroho na za kisayansi za ukweli huu wa ajabu. Nasikia hii. Kuna ukweli wa ajabu wa Kristo ndani yako. Maana yake ni nini? Kuna athari za kiroho na za kisayansi wa ukweli huo tu kuwepo ndani yako. Ndio Mungu anasema uhalisia wa Kristo ndani yako ni ukweli mzito ambao sayansi au wanasayansi wanahangaika kuelezea. Wanasayansi hawawezi kupata kiini cha uzima ndani ya mwili wa mwanadamu. Wanaweza kubainisha moyo wa mwanadamu, ubongo, viungo vingine, lakini nguvu za uhai zenyewe hazionekani. Umewahi kujiuliza uhai ni kitu gani? Uhai ni kitu halisi ambacho huisha kila kiumbe hai, bali hakitambuliki. Ule uhai, unasema uhai wa wanadamu, wa mnyama, wa mmea, ni nini hasa? Nini kile ambacho kinafanya huu mmea unakuwa hai? Au huyu mnyama anakuwa hai, au huyu binadamu anakuwa hai? Sasa fikiria juu ya hili. Uzima ambao wanasayansi hawawezi kuupata, kile kiini halisi wasichoweza kukipata, kitu kile ambacho hawawezi kukielezea, kilifanyika mwili. Bala kasaka bala ba. Injili ya Yohana sura ya 1 mstari wa 14 inasema naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Kwa Yesu Kristo ndio uzima wa milele uliofunikwa katika mwili wa wanadamu. Huu ni muujiza mkubwa kuwahi kutokea. Kristo ni nani? Yeye ndiye asili ya kimungu, uzima wa milele katika namna ya kimwili, udhihirisho wa uzima wenyewe. Alisema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Injili ya Yohana sura 14 mstari wa 6. Unapokuwa na Kristo unakuwa na uzima, kiini hasa kinacho utegemeza uumbaji wote. Larabasiti li maramandu lukarabasita aya. Uzima umedhihirishwa katika mwili. Yaani kile kiini cha uzima, kile kinachofanya uumbaji wote uweze kusimama, uweze kuwepo. Wakati sahihi wa Bwana, uzima ule ulivaa mwili ukaja kwetu, ukaingia katika mitaa mbalimbali ya dunia hii. Bala karabasigiri bokura. Ule uzima ambao ulikuwa haujawahi kuonekana, haujawahi kushikika katika namna ya mwili. Unaonekana tu katika, ungesema ni kama namna ya kificho ndani ya wanyama, mimea na viumbe vingine vyote. Na uzima ule ukaja katika mwili. Ndio Mungu anasema sasa hebu tuangazie juu ya nuru. Nuru ni jambo lingine linalo uleta uelewa wa wanadamu katika changamoto.
Ni vigumu kueleza nuru bila kutaja nuru kubwa zaidi. Mbele ya nuru yenye nguvu zaidi, nuru ndogo hufifia na kuwa nyepesi. Kwa mfano, nuru ya mshumaa katika jua kali la mchana haina athari inayoonekana. Unapojaribu kufanua nuru, lazima ueleze kuna nuru tofauti tofauti. Kuna nuru kubwa, kuna nuru ya kati, kuna nuru ndogo. Mshumaa mbele ya jua, ile nuru yake haifanyi chochote. Mtoto wa Mungu anasema hilo linatuleta katika uzoefu mmoja aliokuwa nao Sauli wa Tarso akiwa njiani kuelekea Dameski. Alisimulia kwamba nuru kutoka mbinguni, angavu kuliko jua la mchana, ilimmulika kumzunguka. Tukasoma katika Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 3. Hii haikuwa nuru ya kawaida, ilikuwa ni nuru ya kweli. Ilikuwa ni Yesu Kristo mwenyewe. Yesu alisema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Injili ya Yohana sura 8 mstari wa 12. Hii ndiyo nuru inayomtia nuru kila ajaye ulimwenguni. Unaweza kusoma hiyo katika Injili ya Yohana 1 sura 9. Kwa hiyo ile nuru ambayo Sauli ambaye baadaye aliitwa Paulo aliyokutana nao akiwa anaelekea Dameski ni Yesu Kristo. Biblia inasema ni nuru kali kuliko jua lile la saa 6. Yaani kwa kifupi, jua mbele ya hii nuru linakaa pembeni, linatulia kwanza. Haliwezi kufikia umaridadi, ubora, ukuu na uangavu wa nuru hii. Na nuru hii ni nani? Ni Bwana wetu Yesu Kristo. Na alipojitangaza mwenyewe kama nuru ya ulimwengu, hakuwa akimaanisha nuru ya kimwili, bali mwanga wa kiroho unaopita ufahamu wote. Yeye ndiye chanzo cha nuru yote, kiini kinachotoa maana na kusudi la maisha. Sikia hii. Kwamba Bwana Yesu ndiye chanzo cha nuru yote, kiini kinachotoa maana na kusudi la maisha. Na ndio maana bila yeye katika maisha yako huwezi kuwa na chochote, mtumishi. Yote utakuwa unafanya atakuwa ni bure tu. Aliuliza, mwanadamu atalipa nini kama mbadala wa maisha yake? Ukiupata ulimwengu wote na vitu vilivyoko ndani yake ukapata hasara ya maisha yako, utakuwa umefaidika nini? Kwa sababu yeye ndio nuru, yeye ndio anayeangaza, yeye ndio anaye define, anayenyumbulisha maisha. Bala kasigilibo kudo bala bazira. Toto Mungu anasema kama wewe na kwa wewe kuwa Mkristo, kwa wewe kuwa na Kristo ndani yako, kwa hiyo ina maana kwamba uzima ule ulio halisi na nuru ya Mungu inakaa ndani yako. Kwa kama Kristo yuko ndani yako leo, una nuru iliyo halisi ndani yako, una uzima ulio halisi. Uzima ule wa milele, uzima wa aina ya Mungu, uzima ambao hauchoki, haufi, haufubai, haugui. Inamaanisha kuwa umebeba ndani yako tumaini la utukufu, nguvu zinazoutegemeza ulimwengu na hekima inayotatanisha ulimwengu. Kwa kama Kristo yuko ndani yako, mtumishi, una nguvu ndani yako isiyokuwa ya kawaida. Una tumaini la utukufu. Kesho yako ni uhakika. Wewe sio kwamba unabahatisha, uko hapa unajaribu. Kumbuka uzima wa milele uko ndani yako. Ile nuru ya ajabu na tukufu kabisa iko ndani yako. Hii ndio Rhapsody ya Jumamosi. Hebu fanya sala pamoja na mimi tunapoendelea mbele ndani ya Rhapsody ya kesho ya Jumapili jana. Sema sala pamoja na mimi. Sema, Baba mpendwa, asante kwa uzima usio wa kawaida ambao umenipa katika Kristo. Ninakushukuru kwa uzima na nuru yako katika roho yangu. Ninasimama imara katika ukweli wa mimi ni nani ndani ya Kristo. Ninatembea katika ufahamu wa ukweli huu, nikiuangazia ulimwengu wangu na kuleta utukufu wako katika jina la Yesu. Amina. Huwezi soma Rhapsody kama hii, neno kama hili, usisikie ndani ya moyo wako ile shauku na hamasa ya kunena kwa lugha. Biblia inasema vilindi huita vilindi. Umekusoma ile andiko? Yaani unavyosoma neno kama hivi, lazima usikie ndani ya moyo wako kuna zile cheche zinatibuka, mtumishi. Kwamba ndani yako umebeba nuru, umebeba uzima. Nuru ile inayomwangazia kila anaye katika ulimwengu. Nuru ile ambayo ni kubwa kuliko jua. Nenda zaidi kwa kusoma mistari ifuatayo. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 5 mstari wa 11 mpaka 12.
Alafu Injili ya Yohana tena sura ya 8 mstari wa 12, Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 6, na waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 9. Kumbuka, ukitaka kuwasiliana na sisi ili uweze kupata nakala hizo Rhapsody ya Uhakika, ni katika namba zifuatazo: 0736 000 999. Hiyo namba ipo katika WhatsApp na katika na ungesema namna kawaida ile ambazo ukatuma message au ukapiga simu. Hebu fanya hivyo baada ya kipindi hiki. Tukutumie nakala hii ya Rhapsody okay, uisome tena, urudie. Hii somo ambayo nimelisoma Jumamosi ni somo ambalo inabidi ulisome tena na tena na tena ili uweze kujua hazina iliyoko ndani yako. Kwamba wewe uko ndani ya Kristo leo hii. Biblia inasema Kristo ndani yangu ni tumaini la utukufu. Na nimekuelezea kwa kifupi tu kwa udogo tu kwamba maana ya Kristo ndani yako ni nini. Tafakari ile neno mtumishi. Ishi katika ukweli huu. Nuru hii iangaze na kuonekana katika maisha yako katika namna tofauti na pekee. Rhapsody ya jana